Bwana Yesu asifiwe. Naomba tunaonesha furaha. Tutakuwa tukialisha hizi maespasibile tukifungua Kutoka kitabu ya pili katika Biblia. Kutoka tunasoma sura yake ya pili, tunaanza versi ya kwanza hadi versi yake ya 13. Kutoka sura ya pili tunaanza versi lile la kwanza hadi 13. Mahali tuliposoma siku ya kwanza sura ile ya 6, alafu tutasoma versi ya 6 na versi ya 7. Kuna kitu kimoja, vitu viwili ambavyo navitafuta mahali pale. Tuanze katika Kutoka. Akaondoka Lawi, akaoa binti ya Lawi. Nitarejea ili ambaye hajasikia asikie. Nimesema Kutoka sura ya pili, alafu tunaanza versi ya kwanza na kuendelea. Watu wa nyumba ya Lawi akaoa binti ya Lawi. Mwanamke akachukua mimba, akazaa mtoto mwanaume, na wakati alipomwona kama yeye ni mtoto mzuri, akamficha miezi 3. Na wakati asipoweza kumficha tena, akamtwalia safina ya nyasi, akaipaka na tope la kunata na lami, akaweka mtoto ndani yake, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, atazama, watu wawili wa Waebrania wakapigana. Akamwambia yeye aliyekosa, kwa nini unapiga jirani yako? Kitabu ya pili Kumbukumbu la Torati sura yake ya 6 verse ya 6 na verse ya 7. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uyafundishe watoto wako kwa bidii. Kile ndicho natafuta. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Kazi yako sasa wewe uyafundishe kwa watoto wako kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Hatutasahau ya kwamba tunafuatilia namna gani somo ambayo inatuambia namna gani tunaweza kukomalisha vizazi. Vizazi ni watoto, descendants, ukoo, wajukuu, watoto, wajukuu, wale ambao Mungu ametupatia. Ile taifa ambalo Mungu amekupatia, namna gani unaweza kufikia hatua ya kulikomalisha katika uga wa Bwana, ya kulikomalisha katika hekima ya Mungu au hekima ya mbinguni. Tunaeleza siku ya kwanza, siku ya tatu. Leo ninakuja kueleza juu ya hizo text mbili. Kwa wale walio na muda nyumbani, wanaokuwa na zoezi ya kusoma, utasoma kitabu ya Hesabu 26, alafu ni verse lile la 59. Pale ndipo utapata majina ya watu hawa ambao tunatafuta kuwazungumzia leo, ambao watatuonesha mfano bora wa kuiga, njia ambayo tunaweza kuipitia ili tuweze kuwafanya watoto wetu wa watoto ambao watakomaa wakiwa wanamheshimu. Kitu gani imenisukuma niweze kukamata mashairi haya na niweze kuyazungumza kwa siku ya leo? Changamoto ni kwamba sisi Wakristo wa siku hizi ambazo sitaziita siku za mwisho, hapana,
Tumejua kuwazaa watoto, tumejua kuomba Mungu atupe watoto, lakini na hatuna akili ya kuwakomalisha. Inasema akili. Wengi wamezaa watoto, wengi wamekuwa na wajukuu, Mungu amewabariki sana, lakini akili, hekima ya kuwakomalisha wale watoto ili wasije wakapotea katika siku zao za mwisho, katika umilele, hekima ile tumeikosa sisi kama wazazi. Hii ndiyo imenisukuma kusama katika mashairi haya, na nilimwomba Mungu unipatie sura ambayo unataka katika somo la leo. Ninaamini jinsi mtakavyoniona nikieleza ni vile Mungu alitaka niwe. Kwa wale wanaosoma wakivaa macho ya kiroho, kuna kitu ambacho tunaweza kukiangalia kwa verse ya kwanza. Unaposoma Kutoka sura yake ya pili verse ya kwanza, pana jambo ambalo linafichika pale, ambalo wengi katikati yetu hatuwezi kuliangalia na kuligundua kwa wepesi. Biblia inatuonesha umuhimu ya mahali ama familia ambapo wazazi wa Musa wanatoka. Si kwa bure. Biblia inaeleza ya kwamba akaondoka mtu wa nyumba ya Lawi, akaoa binti ya nani? Ya Lawi. Si kwa bure. Nataka niwaulize wazazi tulio hapa, umeoa nani? Na umeolewa na nani? Hii ni jambo la kwanza ambayo inaweza kukurahisisha kuwalea watoto katika hekima ya mbinguni. Usijingolelee kuwapata watoto isipokuwa neema ya Mungu, sababu neema ya Mungu inapita ufahamu. Usijingolelee kuoa mtu ambaye anatoka katika nyumba za masanamu, au kajingolelea kuwazaa watoto ambao wataweza kumpendeza Mungu. Usingojelee sana kuolewa na mume ambaye hamjui Mungu, kisha ukawaza atakurahisisha kuwalea watoto katika uga wa Bwana. Ni vigumu sana kumfundisha mtu kitu ambacho wewe usichokijua. Wakikuita mwalimu, maana yake unajua vitu, alafu unawafundisha watu ili watu nao wapate kujua yale ambayo unayachukua katika akili zako. Sisi watoto tukizaliwa katika jamaa ya watu wasiomjua Mungu, kuenda jehanamu kwetu ni haraka. Sijui kama mnanielewa vizuri. Kwa watoto itakuwa vigumu sana. Mungu asipowahurumia wale watoto wataingia jehanamu. Kila mara natoa mfano wangu nikisema mimi kuwa mchungaji si muujiza. Sobulu mchungaji, baba wote wachungaji. Ukiwa mwanamke mwetu, mdogo wa shangazi wote wa president SFF. Mimi kuwa mchungaji sio muujiza. Lakini kuna katika familia moja kukatokea mchungaji, watu wanaweza kushtuka. Ni familia ambao pameonekana watu walevi, wachawi. Katika jamaa lile kukatokea mchungaji, ni neema ya Mungu. Lakini sisi wengine kuwa wachungaji kawaida tu. Baba anasema Kifaransa c'est automatique. Tumezaliwa katika chembe-chembe za ukwani. Hata kama tulifanya dhambi tukaenda katika dunia, lakini mahali ambapo tulizaliwa il est friassé d'une manière ou d'une autre notre manière d'être. Mkiwaona watu wanaonekana vibaya katika society, kuna sehemu ya jamaa. Na ukiwaona wengine wanaonekana kuwa wazuri, kuna sehemu ya mahali walizaliwa. Gishi huko mkanisa, gishi mnakaa, kuna sehemu ya jamaa lako. Bwana Yesu asifiwe. Verse ya kwanza inatuonesha
Na mnamjua Lawi? Lawi ni yeye ndiye ambaye alipewa ruhusa kuwazaa makuhani. Hata mnaona Kamaria kule ambako anakuja kumzaa Yesu. Kale kadada ketu Kamaria. Dada Maria mnamjua? Hamumjui, mnamsikia? Yule ni dada yetu. Maria iko dada yetu. Msikuwa na msema mbaya, iko dada yetu. Mtu asemake baki mbaya. Sawa? Mheshimu Maria kama dada ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa bure Yesu anakuja kuzaliwa na Maria. Anakuja zaliwa ndani ya tumbo ya Maria. Haiko tu Maria alikuwa bikira tu. Unasema ni kwa sababu alichunga ubikira ndio maana alizaa Yesu. Hakukuwa bikira mwenyewe. Andiko atakayezaliwa atakuwa kuhani, tena atakuwa mfalme. Na kwa nini anakuwa mfalme? Anakuwa mfalme kwa sababu ya kiti ya baba yake Daudi, sababu Yusufu anatoka ndani ya ukoo wa Daudi. Lakini Maria anatoka katika ukoo wa Lawi. Ndiyo maana anakuja zaliwa mfiasaa ya mtu wa jamaa ya Daudi na mtu wa ukoo wa nani? Wa Lawi. Ili aweze kukamata heritage mbili ya ukuhani kupitia Maria, ya ufalme kupitia Daudi. Hata kama Maria angelikuwa bikira, hangelikuwa wa jamaa ya Lawi, hangelimzaa Yesu. Naeleza juu ya neema ya kuzaliwa katika jamaa la Kikristo. Huyu mtu ambaye tunatafuta kumzungumzia ni mtu ambaye anazaliwa na baba na mama ambao wamezaliwa ndani ya familia ambalo linamjua Kristo, ambalo limemuelewa Yahweh, ambalo linamtumikia Mungu kwa haki na kwa kweli. Wacha nitoe mfano mnielewe vizuri. Sisi wachungaji, sijui kama mchungaji wenu na iko na ile tabia. Mimi nina tabia ya kuhamakia Wakristo. Na hii tabia ninapoifuatilia na iriti kwa baba. Nilipokuwa umonini nilikuwa na wachapa wanafunzi fimbo sababu ya kuleta fujo ndani ya ibada. Niliposikia historia hata baba yangu alikuwa vipi. Kama kuna mtu ambaye baba yangu alikuwa umonini wake huku, ananielewa vizuri. Ninariti hizo tabia kwa baba. Ndio maana wale wa Kristo ambao wana zoezi ya kuwasema watumishi wa Mungu vibaya, narejea, wale wa Kristo ambao wana zoezi, wa mama wa baba ambao wana zoezi ya kuwasema vibaya watumishi wa Mungu, watoto wao wanakuwa waembolimu kanisa. Ni vigumu mtoto kumheshimu mchungaji ambaye baba yake anazarau. Wakikaa kwenye meza, ulisikia tena vile pastor alisema. Alisema shuleni. Na watoto wao wanasikia, ndio pastor ni mtu wa kuongelea vibaya wakati unataka. Huyu mtoto kumkosea mchungaji adabu haimwombe wakati mrefu. Sababu amezaliwa ndani ya familia mahali wazazi hawaheshimu wachungaji. Wakatoliki, majirani wetu. Katoliki haiko ndugu zetu, ni majirani. Kuna tofauti kati ya ndugu na jirani. Mimi nawaita majirani. Si ndugu zangu, ni majirani wangu. Lakini wewe uko ndugu yangu. Ni vigumu mtoto wa Mkatoliki akosee mume adabu. Kwa nini? Tangia siku alizaliwaka haya sikiaka mzazi wake anamsema mupe. Haya hata mupe asingire kimtoto wako hawezi msema mbaya. Lakini nyinyi ambao mnakaa nyinyi, na unaona hata mtu ambaye anakuwa na uwezo na ujasiri anakuwa kuonesha somo ya mchungaji.
Nani anakupatia ruhusa? Mchungaji haungelisema hapa hivi, ungelisema hivi. Empoliketi. Hivi ndivyo mnalelewa katika jamaa, kumanifeste ile natii haiwaombe wakati mrefu. Tumezaliwa katika kanisa ambalo unajua inasema hii shida ya kuhamisha wachungaji leo inaanza kuruka. Mungu awabariki sana. Lakini kwenye inatokea, mimi sijui ni kweli, utaniambia mchungaji ni kweli. Nimesikia kwamba wakati misionari hao walipuyaka, kuna mahali fulani kulikuwa meza tatu kati yake na wazee wetu, alafu wakampika horobe. Ni kweli? Kama ilikuwa kwa ajili ya masomo, kama ilikuwa kwa ajili ya nini, alafu wakampika na wakamfukuza. Pale ndipo mnariti ile politesse yenye mko nayo. Ile natii ya Mkristo asebeka kumjibia mchungaji wake, kukwambia watu yaya kuno. Sisi tuliongora kabisa chini hapa. Si wakati wera munairiti kwa wale wenye walipikaka horo. Na hii ndio shida ya kuzaliwa ndani ya mazingira ya watu wasiomjua Mungu. Unapozaliwa na wazazi wasiomjua Mungu, umekuwa na 90% ya kutokumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Toe mfano mwingine ili nishuke katika somo haraka sasa. Inazoea kutoa mfano huu ya kwamba mtoto ambaye anazaliwa na mchawi, na mchawi ana malengo na ule mtoto, inamuomba kufurunia reforo tu aje bila mtoto mlozi ambaye anasala avec objectif ya kuriti. Mchungaji, basi inamuomba ule mtoto afurunie reforo tu aje ruka usiku. Anazaliwa, wanamterera, wanamtoa kwa misimu, na anakoma hata pasipo yeye kutaka, anaruka usiku. Tunajiuliza kwa nini watoto wetu wanashindwa kuiga Mungu ambaye tunaye? Kwa nini wachawi wanajua kuwafanya watoto wao kuwa wachawi? Amen, amen. Wachawi wanajua kuwatengeneza watoto na kanadriti uchawi vizuri sana. Ni kitu ambacho ninaita bidii. Bidii, bidii, bidii. Wazazi wa Musa wanazaliwa katika ukoo ambao wanamjua Mungu, ukoo ambao wamewafundisha namna gani mtu hawezi kumkosea Mungu. Wamewalea katika asili ya kumtii Mungu, ya kumnyenyekea Mungu, ya kumheshimu Mungu, ya kumpendeza Mungu. Hao ndio wazazi wa Musa. Mama, unaweza kumtuliza mtoto? Alafu Biblia inasema pakatokea oga, wakasema ya kwamba ikitokea mwanamke mmoja, sina nayo bezwe sana leo, akiwa msichana wanamwacha anaishi. Halafu Musa anazaliwa katika yale mazingira. Katika yale mazingira Musa anazaliwa, Biblia inasema mama yake akamficha karibia miezi mitatu, lakini baada ya miezi mitatu alishindwa kumficha, akamweka kwenye maji. Alipomweka kwenye maji, binti ya Farao akampata. Binti ya Farao alipompata akamfurahia. Halafu Miriam dada yake na Musa kakaenda kumwambia binti ya Farao, niruhusu nikutafutie mama moja katika Waebrania aje amuonyeshe. Kakaenda kumleta mama ya Musa. Jambo letu la pili, ina uwezo mkubwa ya kubadilisha na mtu namna yake ya kuvaa. Mafundisho. Mafundisho ina uwezo ya kunitosha hii vest mimi nitavala hii uchu. Mafundisho.
Nikipata mtu mwananifundisha ananielewesha hizi kauchu ni kamzuri kuliko vest, nitatosha hii vest bila ndabala kauchu. Mafundisho iko na uwezo ya kuleta mtu anakatala kukula hii chakula, anaanza kukula yenye alikuwa hakula. Mafundisho iko na uwezo ya kubadilisha na maisha ya mtu, iko na uwezo ya kubadilisha tabia ya mtu, mafundisho. Na ndio maana katika kanisa langu hili la Sedeka ambalo napenda sana, nimeanza kuona uwezo wa mafundisho inaanza kupotea. Mafundisho yanaanza kupotea. Mafundisho yanaanza kupotea. Mafundisho yanaanza kupotea. Ikiwa mafundisho ndio inaleta imani za watu kuikala, imani ambayo tumeipata ndani ya Kristo inaikalishwa vizuri na inaimarishwa ni katika mafundisho, si katika mahubiri. Mahubiri inaweza kuwaleta watu kwa Kristo, lakini mafundisho inawakalisha kwa Kristo. Ndio maana kanisa linalohubiri kila siku, kuna watu ambao wanaokoka kila siku lakini tena wanarudi nyuma wote. Mtatuasi kanisa iko kanisa gani? Ikimaliza kufundisha wangapi wanaokoka? 20 naokoka. Tena kesho wangapi wanaokoka? 50 naokoka. Tena dimashi. Mais en fin de compte après moi hakuna mmoja wameshimama. Hii ni alama ya kuonesha jinsi mafundisho yamepotea. Ninapoangalia kanisa langu hili, ninaona kanisa ambalo linawaleta watu kwa Kristo usiku na mchana, lakini baada ya nyakati hakuna ambaye amesimama. Semestre 50. Comment hamuongezeka? Ungekumwaga mnabakiza wangwe sana. Mmefanya miaka ngapi hapa? Umefanya 30 ama 20? Kanisa hili limeacha nikiwa nimezaliwa. Alafu panda trampa tunabatizana saa na tukigalini sex. Na tunaishi tu, tunaona ni kawaida. Tunabatiza leo, baada ya wiki mbili waliobatizwa wako wapi? Walikuwa 50, tunaona toa. Haiko hapa tipi, partout dans la Sedeka. Fasi yote katika shirika langu, hii ugonjwa inaingia. Watu wanasimama wanasema wameokoka, lakini hawadumu katika wokovu. Nimesema mmoja wapo, mafundisho yamepotea. Tumebaki sana katika mahubiri. Mahubiri ninaweza kuwahubiri mfeminiti, msiwezi wafundisha mfeminiti. Tunakuma somo si ya oraka leso ya feminiti. Tufundishe feminiti ni minute. Haraka tunayo. Mafundisho haina haraka. Mafundisho mnakaa, Biblia inasema watu walimfuata Yesu, akawakamisha, akawafundisha toute une journée. Wanasahau kula na kuangalia, anasema mwatafutie chakula. Hii ni mafundisho. Enendeni mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi. Ile ni mahubiri. Baada ya kuwahubiri wanapoitika kuwa wanafunzi, kisha mnafanya nini? Unawafundisha. Msanafariwa maisha yanakuwa magumu. Biblia inasema kwamba binti ya Farao alipompata, akasema yule mwanamke mama yake na Musa alipofika, alafu akafanya erreur, akamrudishia mama yake, akasema umnyonyeshe kwanza, baada ya kumnyonyesha atakapofika mkaaje fulani na mlete. Hii ndio shida ambayo binti ya Farao alifanya. Sababu wakati sasa ni makomentari zinasema, wakati mama ya Musa alipokuwa akimnyonyesha Musa, kama ilikuwa karibia miezi mingapi ama miaka mingapi ili aweze kubaki ndani ya nyumba ya Farao pasipo shida, ile miaka kama ilikuwa miaka 2, mama yake na Musa alikuwa ana transmettre connaissance ndani ya Musa.
sema Deza. Mtoto wa Deza unaweza kuatisha maziwa na hata kufa na kaishi. Ile miaka miwili ambayo Musa anaifanya karibu na mama yake, hata kama Musa hajajua ongea, lakini servo ya Musa iko na uwezo ya kukamata ile mama yake anasema. Hapo ndipo narudia katika mezani nasema umfundishe mtoto wakati akigariki roho, ili atakapokuwa mzee asili yake yasahau. Muangalie, si tunapenda kufundisha watoto wakishakuwa wakubwa. Mtu afanyake vile ashakuwa mpatamini kwa miaka miwili mitatu minne, pale ndipo nafasi pa kuweka mkazo juu ya kufundisha. Simanaona hizi niko nawafundisha mwenyewe, mko wenyewe kuna fenda ya wokovu, bali tunabadilisha ni nguvu sana. Tunazileta verse na naleta ingine. Ule mwenye ameokoka jana tu hajui na matika kakadri inasema nini, ule kumfundisha na kumtengeneza ni haraka. Maria unajifundisha kile hapana, hiki bosa kinaambatana na malengo yangu, hiki hapana. Sawa, ni kwa kisi kiana wapata mimi hawezi mkulisha sombe kama habe. Ule namuita mtoto mkubwa. Na Biblia inasema ufalme ni ya watoto wadogo. Kuna mtoto mdogo na kuna mtoto mkubwa. Mtoto mdogo ni yule ambaye ana kimo ya ule mtoto. Mama yake akimpa sombe atakula. Piga makofi, baada ya kumpika dakika 2 tena atakuja anasema nini mama? Mama anaweza kumvalisha nafasi ambayo yeye anataka. Yule ni mtoto mdogo. Na ufalme wa mbinguni ni ya watu ambao wamevaa roho, wamefananishwa, wamefanana na watoto wadogo. Hata kama uko mchungaji lakini unakuwa flexible. Amen, amen. Hata kama umekuwa mzee, umetawala nyumba lako, ukifika mbele ya mchungaji wako nyenyekea. Baba hawatanipa amen. Hata kama umekuwa mzee wa miaka hapa, Bubange umefanya kate manda vemanda. Nikikuonya mimi na hii ajia, nasema baba angalisha, tii, nyenyekea, funga kinywa. Ukijikutanisha unaje kuwa na tia kusema akanaka, hali alikwambia niko mtoto mimi. Niko baba yako. Baba, niko baba yako. Siko mtoto yako. Ukijikutanisha umekuwa na ile natii ya kuacha kukuwa na resistance mbele ya walimu wachungaji wako, umekuwa mtoto mkubwa. Na watoto wakubwa hawataingia katika ufalme. Na hii ndio shida tulio nao katika shirika letu. Tuna watoto wakubwa. Wazee wa kuongoza wachungaji, madiakoni wa kupiga vya mchungaji, Wakristo wa kusema mchungaji si hapa kwetu hakuendake hivi ndio tunaenda. Vitoto vikubwa. Ni ule mwenye anaweza fika kunyumba, anasikia njaa, anafungula kibakuli, anaona mlikula viazi vingi havina maharage, anafunika na viazi, anaenda uza chapati na maziwa. Watoto wakubwa tuko nao makanisa. Kwa mafundisho ya roba haiku inanipendeza. Mimi naenda kwa ministeri tena. Pale ndio kwenye najisikia kales. Mtoto mdogo akipigwa na mzazi, anaweza anakimbia nchi. Igiza ikianguka anarudi wapi? Na mtoto mkubwa sawa huyo, unaweza kumpiga hata la mfereshi. Ninamuonesha. Unaweza kumkosea, anakamata kama anashahanika. Ninamuonesha. Yule ni mtoto mkubwa. Kama uko hapa unanisikia, katika imani yako umekuwa na ile natii, hautaona kwa ufalme wa Mungu. Biblia inasema ufalme wa mbinguni ni kwa watoto wadogo. Wanahamakiwa na mzazi lakini wananyenyekea. Wanapigwa na mzazi, wanabaki pale. Amen, amen. Musa akafundishwa na mzazi. Mzazi anamnyonyesha
akasema hicho opportunity amepata. Hicho muda ya kufundisha mtoto sababu wakati ataenda kwa Farao sitakuwa na access. Acha nimwambie ya kwamba huku haiko kwetu. Pale ndipo nimaliambia Musa. Kwenye utaenda ishi haiko mwenu. Wenye utaona kule haiko wandugu yako. Wandugu yako ndio wa esclave. Musa yuko nasikia. Mama alifundisha kwa macho ya kawaida, ungelizania Musa haiko na msikia. Ungelimuona mama yake na Musa ungelisema anapoteza muda. Lakini alikuwa anapanda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimfundisha Musa. Yote aliyosikia soko yake akimwambia, akamfundisha Musa. Yote ambayo lao aliyowafundisha, akamfundisha Musa. Yote ambayo aliyofundishwa na wazee na waongozi wa kanisa, akayafundisha Musa. Na Musa alikuwa anasikia. Anasikia. Akaishi ndani ya nyumba ya kifalme. Hakuna mwenye alimwambia akasema hapa haiko kweli. Ndani yake mafundisho yameingia yakaanza kuproduce maisha. Musa alipokuwa mtu mzima akajua kishi hapa haiko kwetu. Biblia inasema mara ya kwanza akatokea. Sijawahi kusikia ama kuona mahali ambapo mama yake na Musa alimzungurusha mbali akamwambia huyu ndio wa kwetu, huyu haikuwa kwenu. Huyu ndio wa kwetu, huyu haikuwa kwenu. Na Biblia inasema Musa akatokea mara ya kwanza. Siku ya kwanza ya Musa kutoka ndani ya nyumba ya Farao, ya binti ya Farao. Alipotokea, Biblia inasema akawakutanisha watu wawili wakifanya nini? Wakigombana. Akaweza kudistinguish huyu ndio wa kwetu na huyu haiko wa kwetu. Alijua wapi? Tuulizane wakati Musa alijua wapi? Amen. Mafundisho wapi? Akiwa na miaka ngapi? Miezi 2, miezi 10, mwaka moja, miaka. Acha niwaulize Wakristo wenzangu. Unawafundisha watoto wako sana? Unawafundisha sana na unawafundisha nini watoto wako? Wazazi haleluya. Amen. Wazazi haleluya. Amen. Unawafundisha watoto wenu nini? Na unawafundisha wakati gani? Ninaona wengi kati yetu tunazaa watoto ili alashe dedeza inanetwa hatu angaike. Wakati nenda fika mwaji ya adolescence, mwenye tuanda pena tuande hishauria. Mtu hakuwake vile, na kasha njakuwa deja vile. Mtu hakuwake vile. Niliwaambia kuna hekima ya dunia. Mahali kuna shinda sisi watoto, dunia inatufundisha nini? Mnaona hizi simu? Hizi simu? Hizi zinatufundisha nini? Zinatufundisha kuwazini nyinyi wazazi. Unakauzia mtoto yako hii simu. Hii simu itakabomoa nyumbani. Itakafanya kakahaba nyumbani. Ukikaona katoto kanaja vibaya, mafundisho mengi ameipata hapa. Kaliona siri, kanaona mwanamke mmoja anavala tukaleswa anatokea. Unataka kutanisha labda mkilote nje mkiwata tu anatokea. Kamefundishwa. Nyakati gani mnawafundisha watoto wenu? Na mnawafundisha nini? Wakati gani unafundisha watoto wako? Na unawafundisha nini? Watoto wanaenda shule, wanaweza fanya shule, wanaenda sise, wanarudia sese. Amefanya kwa masomo masaa ngapi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saa 11. Wakifundishwa na mtu mwingine. Wakifundisha na mtu mwingine. Wanarudi nyumbani sese. Wanakula na wewe ulienda kazini, unakuja digital trans, umepata ndagala kwa neema tu. Mafikara paf. Unakula chakula na bila kuomba, mwende mradi usichelewe kwa masomo kesho. Hakika utayavuna mnayoyapata.
kitu ambacho kinapita ina pesa. Kila kitu tunachofanya juu ya watoto, mbele ya watoto ni mafundisho. Biblia inasema Musa akatoka, hakuna mwenye alimwambia kunje ngumi. Defense ya familia, defense de la nation, defense. Hapa ndipo kwetu, hao ni wa kwetu, huyu ni adui. Musa akapigania ndugu yake. Musa akapigania ndugu yake, akamuua adui, akamzika, akamuingiza ndani ya mchanga. Baada ya kumuua, Biblia inasema mara ya pili Musa akatokea, akawakutanisha Waebrania wawili wanapigana. Ile siku hakuwaka mtu, jua ilijua hawa ni ndugu, ni wapongezi. Sasa wewe jua nini unapiga? Lakini kati ya Misri na Waebrania hakukuwa wakati ya kuuliza. Uwezo ya mafundisho, uwezo ya mafundisho. Aliyefundisha wa kwanza alikuwa mzazi. Amen, amen. Niko nasema juu ya pointi la pili, nimesema ni mafundisho. Ya kwanza ilikuwa mazingira, familia, mahali mzaliwa. Ya pili naeleza juu ya mafundisho. Hawa Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kula nyama, palikuwa malengo na kusudi, walikuwa wamefundishwa. Hawakukataa nyama au kuikataa, bali kataa nyama sababu ilikuwa imekuwa katika mila na desturi. Hizo nyama zilikuwa na anja kambekiwa masanamu. Kisha wao wakasema hapana, sisi tulifundishwaka kitu yenye imeanja mbele ya sanamu, mimi siwezi kula. Sawa? Walifundishiwa walifundishiwa na wazazi. Wakati wanafika mbele ya shida, wanakataa kunyenyekea hiyo shida kwa sababu ya mafundisho. Watoto wako wamefundishwa nini? Watoto wako umewafundisha nini? Umewafundisha watoto wako nini? Tunawazaa watoto, tunawaongelea kwa vitu vizuri. Biblia inasema apanacho mtu ndicho atakachovuna. Haiko tu kusadaka katika makanisa. Yenye tunatia kama watoto ndio tutakulaga kesho. Usipofundisha watoto wako gizi mtu anachungaka mzazi yake, hawatakuchungaka. Utakufaka sawa mama mjane ukiwa ulizaa watoto ambao wana pesa. Amejawahi kuona watoto ambao wana uwezo lakini wazazi wao wanateseka. Wengi sana na wengi kati ya wale wazazi ni wale ambao hawakuwa na muda ya kuwafundisha watoto wakiwa wadogo. Kuna wafundisha watoto wako nini? Umezala sasa, umezala na wasisi. Huko unawazalia mafundisho gani? Mkizala sana na hamuna hekima ya kupatia wale watoto, c'est un danger pour la nation. C'est un danger pour l'église. Biblia imesema tujaze hiki. Nani alikwambia hivi? Nani alikwambia kujaza hiki ndani ya sasa? Nani aliwafundisha? Ukijikutanisha umezaa watoto watatu, umeshindwa kuwalea, usizae waini, kataa kuzaa. Mwende kuzaa watoto, wewe wakuzaa hizi, jihakikishia una uwezo ya kuwalea wale watoto wako. Mungu ndio anachunga watoto. Nani alifundisha hivi? Umesikia hapa Mungu alishuka mbinguni akakuja kufundisha Musa. Huko nazala watoto hauna wakati wa kuwafundisha. Wewe wa vile huko achia kuzaa hapa. Shubali ndio umezaa kama ni problem. Biblia inasema watoto ni mishale. Sawa? Wakikataa kufundishwa vizuri, ile mishale na kupigaka ndio wewe. Ninaona mama mmoja anakumbuka kesi mtoto kwa anamuendesha anasema Mungu wangu. Alafu akishindikana, ikiwa ulimfundisha, shida si yako. Ikiwa ulijitaabisha ukajitoa kwa kumfundisha lakini anashindikana, umemaliza kazi yako. Hata Yesu alisema wote mimi nilinipatia nimewachunga kutosha kwa tu mmoja. Na Yesu alishindwa kwa mmoja. Na Yesu alikuwa akashakajikaza kumfundisha. Anamfundisha, anakataa kusikia.
Uwezo wa mafundisho. Uwezo wa mafundisho. Mtoto anaweza zaliwa anasema kinani. Juu ya mafundisho anasema frasi. Juu ya mafundisho anasema ankle. Juu ya mafundisho anasema anaheshimiwa. Mafundisho. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura yake ya 2 kwamba kanisa la kwanza walidumu katika nini? Hapana, katika mahubiri. Walidumu katika mafundisho. Walikuwa wakionana, wanafundisha. Wanadumu. Kudumu maana yake kuingia mkitu avec resistance. Hapana kukuwa unasikiliza tunakutoka tu. Kudumu unakaa tena unakaa mara 6. Ile ndio kudumu. Kanisa hili umedumu katika mafundisho. Wakristo wenzao, unadumu katika mafundisho. Katika mafundisho wa Kristo wenzao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmoja kanaitwa Hadasa. Nini mnakaita Esther. Kale kabindi Biblia inasema karibu ingia na nyumba ya mfalme hakakufanana na watu wengine. Uwezo yake ya mafundisho. Alifundishwa. Mafundisho. Hadasa. Wengine walitia makeup wakafanana na walifufuka juzi. Lakini Hadasa alifundishwa. Niko naona wanonga wa hizi siku za leo. Mtu anajipanga mpaka anakosekana sura. Ni uwezo ya mafundisho. Alafu sisi kanisa tunakuya na fimbo lakini tunasahau mafundisho. Fimbo haiwezi kuwabadilisha watu. Fimbo haiwabadilishi watu. Lakini mafundisho inaweza kuwabadilisha watu. Ile masanction kuna kama hatakuya hivi, tunamfanya hivi. Watakuya vipi, mtawashindwa. Mtachoka. Lakini turudie wapi? Kwa mafundisho. Nyie wazazi kule kunyumba mwafundishe. Mtu anashitwaka lakini na kiasi. Mtu anaweza vala lakini mtu haoneshake. Mtu anayejiheshimu haoneshake mwili. Mwache kuwafundisha kule. Wakifika kwa kule Dimashi, walimu wa kule Dimashi tunawafundisha. Wakienda kwa MJC wanakutanisha Josué anawatoa. Wakikuja mchana kubwa wanakutanisha pastor anawasikula naye. Kisha siku ya mariage atakuja tuseme. Tunapenda tumfundishe. Muda sana ya mariage. Mtu hamalaki mswingi wa kuonesha mwili. Amekomana panda venda iko anaonesha mwili. Kule mariage msikie manyimbo za kidunia. Ndoto ni zinakuwa kama usaya mkuu. Shamba mgrande mwilike tunapenda tuwakataze wenye wamefundishwa panda venda. Hawatakusikia. Watafika tu watatia zile. Hawa Wakristo hawakusikiake, hawakunyenyekea. Uliwafundisha siku gani? Uliwafundisha siku gani? Ninaenda na mariage na kutanisha watu wako uchi kabisa. Watu wameenda kwa uchi na mariage. Zaidi sana ile hidada ya kupita mbele pale kwa moteshi. Hidada unaona kana anashipamba pamba, kana kwa anatembea sawa ukapimo ya hivi. Mazima yote iko nje, mgongo iko nje, makwisi ziko. Anafanya roho ya kufika kwa kipasula chikwa. Uwezo wa mafundisho. Kakipiga pa, shetani anasema amen. Uwezo wa mafundisho. Ninyi wazazi mnawafundisha sana. Usifundishe mtoto ukishamuona kwa kitu. Hekima ya miaka ni ile hekima yenye inaleta mzazi kufundisha mtoto yenye hayafika. Tu deja wewe umepita. Amen, amen. Kushauria mtu na asha ni nguvu sana kuliko kushauria mwenye hayaji. Ni kwa kesi kutunza magonjwa ilishafika mwili na kutunza yenye hayafika bila bishara. Kale Hadasa kalikuwa kanavala vile kamefundishwa. Sisi wasika wa Kiebrania hatuoneshake mapaja zetu. Tunajifunika vizuri. Sisi wanamke wa Kiebrania tunakuwa hivi. Tunawafundisha watoto. Sisi wanande tunavala hivi. Sisi wanande tunakuwa hivi. Sisi
sisi wanande tunasema hivi, sisi wana msikatae kuwafundisha watu. Mkikataa kuwafundisha, hii dunia itawafundisha. Unajua kuna nyakati fulani ninaingia kwenye mtandao, ninaanza kupekua maandiko kwenye mtandao. Acha niwaambie wasasi, hata mimi mchungaji hainiogopaki. Unaona internet inakupropozeka foto kama mwanamke mwenye iko bushi, inakatuma tu telefoni yako na haukademande hata. Ile ni mafundisho ya dunia, mwizi wa telefoni. Na huko unasoma chitani, wanakutumia ka video ka watu wenye wiko wanafanya uzinifu, wanakupropose na shanaukisha kaona kama hauna mafundisho unakagusa sefini. Muko na watoto mwa nyumba bebe ni wameharibishwa ndani ya ngono, ndani ya nyumba zetu. Ni mtoto wangu hatokake hapa anaoza tayari. Ndio maana leo kumpata bikira ni shida kubwa. Hata sisi wachungaji kuna sehemu yetu, sababu tunaanza kuwafundisha watu ubikira, hatuukazie tena. Tuhurumie sana. Namaliza nikisema ndani ya kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema haya maneno ninayokuagiza leo uyaweke ndani ya moyo wako. Kisha yale maneno ambayo umeyaweka ndani ya moyo uyafundishe kwa watoto. Alafu wazazi, hauna maneno ya Mungu, utafundisha watoto wako. Tukisema mama fulani hasa hano kutoka ni rayo kwa Mungu, idishi ya sheria Mungu, utafundisha watoto. Biblia inasema yeye Mungu anakuambia uiweke roho yako, wewe mzazi uiweke ndani ya moyo wako. Baada ya kuiweka, ukifika kwenye watoto yako unametransmit kwao. Hauna, utawapatia nini? Utawapatia nini watoto wako? Nimefika katika jamaa moja. Hiyo jamaa ila mzee wa kanisa. Hiyo jamaa nilienda katika huduma, alafu wakanipokea katika jamaa ya mzee wa kanisa. Lakini mzee wa kanisa hajupo. Nilimfurahia huyu mzee sababu alikuwa wazi mbele yangu. Akaniambia mchungaji, kusemesha kweli nakuomba sijui. Lakini nilishakuwa mzee wa kanisa, nikamuuliza ulichaguliwa namna gani? Akakuwa wazi. Akaniambia pastor, mimi nilikuwa nasomea kanisa fulani. Alafu sasa hii kanisa walifungua huko kwetu. Tu nilikuwa naenda kule. Nikichelewa kule tu naingilia hapa. Alafu walitia jina yangu mimi na sijui. Na kueleksio mimi ndio nikapita na mavua za mingi. Kisha nishakuwa mzee wa kanisa. Hilo Mungu kanisa linakufa. Namna gani mnawachagua wazee wa kanisa? Si ndio vile mnachagua watu nani? Mwire bora. Mtio una fulani. Ikiwa mnajua wa moja wapo ya kwamba hawamjui mzee wa kanisa ambaye hajui kufundisha, hastahili kuwa mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa ambaye hana reputation nzuri, unaweza kuwa na reputation yake, kama haujui fundisha, wewe haustahili kuwa mzee. Nyote mlio hapa wazee, kama hamjui fundisha, mwende mdemsoni. Wazee wa kanisa ni wale ndio wanakesha juu ya mafundisho ya kanisa. Wasipojua mafundisho, namna gani watakesha juu ya mafundisho? Basi mchungaji vile nishakuwa mzee na kuongoza ibada sijui. Basi unifundishe kama mtu anafundisha namna gani, nikasema kwa jina la Yesu. Mzee wa kanisa mwenye alikuwa elimu massive. Huko mama president, huko na nini? Ni mama president wenye wanabatiaka na unajua kisu kufi, unaitika kwenda. Unafanya nini? Mungu atakupatia nguvu, Mungu atakuwezesha. Hapana, Mungu hawezeshaki bainati. So Biblia, Mungu hajawahi kutumika na bainati.
na president wa demissionnaire. Wachungaji wako wakikataa demissionnaire tena makana mimi naipokea. Bwana Yesu asifiwe. Wanagizi amina inapotea. Basi yote tubalitiaka hapo. Mungu alinichagua. Nani alikwambia Mungu anachagua vipi? Kama Mungu anakuchagua na uko incapable na kuranda na capable da penetra. Angalia Petro au Petro mzee aliwachagua kama Maria, akawafundisha haraka. Nao wakakubali kufundisha. Huko mama president na seminari ya hivi hauko. Na mama president hapa yuko wapi? Afanye. Wazee wa kanisa mko wapi? Wazee. Mko wangapi? 14 bisi kwa. Wote. Mashi mko wapi? 1 2 3. Mko ngapi? Anasikia haya kusema ni maventi. Wale mashemashi, mkiwachagua mashemashi ambao hawajafundishwa, mwanalitesa kanisa. Mnaiua kanisa. Msimfanye mtu msemashi sababu alisoma masomo nyingi, anajua kusema lugha. Hii haiko kriteria. Soma kriteria katika Biblia. Wao watu ambao wanamjua Mungu wao kwa Bwana, wale ambao wamejazwa Roho Mtakatifu, wenye akili. Kanisa unaona waongozi wanapanga seminari na hawatafika kwa. Kisha evaluation hapa nilikuwa nasikia kule ambapo pastor alikuwa anatongokea watu. Usingelia kusikia wewe. Hapa Kristo walituambia kule ni mzee wa kanisa. Wakristo walikuwa wanasema kule ambapo pastor mwenye mlileta kwanza alikuwa anatongokea watu wakashindwa mkeso. Na mchungaji naye anakosa equilibre. Tu amekuwa wazee kumjuko mkate. Ile bisi kasema vile si mchungaji ananyamaza. Inafurahia mchungaji mwanzo wa Kamboti. Ametenga wazee. Sababu yuko inkombeta. Amewatenga. Huyu mchungaji nimempikia makofi. Ndamuuzia kuku nikipata pesa. Mafundisho mchungaji, mafundisho. Hapo ndipo nasema si wote ambao wamesoma teolojia ndio wanastahili kuwa wachungaji. Wengine wamesoma teolojia na inastahili wanakuwa wabushe. Wengine wamesoma teolojia inaomba wanakuwa sekretari wa parosi. Kusoma teolojia muangalie eski hawa ni walimu ama huyu ni mwandishi ama huyu atakuwa kontable anataka kuchunga pesa aweke lisasi ya teolojia kwa shida. Hapo yakosea. Shida ni kwamba mtu anamaliza teolojia pastor associate pastor. Na ndio maana kuna makanisa zimeoza zikiwa na wachungaji. Nimeacha akili nanja nipotea. Tushimame tuwe na maombi ni sisi ndeke. Bora kanisa linaongozwa na wazee wawili ambao wanaokoka, ambao wanaelewa mafundisho. Mungu anatia mtu kumzee, hajui na daktari ndio kusema nini. Mnatia mtu kumzee na kufundisha matia katikati, haijui. Chwana shamba la koti revera mase. Tuma na shamba la koti anakuweka na kari na mfanya mzee. Never. Haiko ile ndio kriteria. Mtakufa kwa Kristo, mtakufa. Kio mshemashi kwa hapa unanisikia. Umeokoka lakini haujui, hauna uwezo wa kufanya miujiza, wewe ni msioni. Nisikie umenisikia? Mshemashi mwenye yuko incapable kufanya miujiza, aenda msioni. Mshemashi uko hapa
hauna muda wa maombi yako ya kipekee pamoja na Mungu, haustahili kuhesabia faranga za kanisa. Ule mshemasi mwenye anaenda kusoma na kuomba, ule mshemasi ule haustahili kuwa mshemasi. Mizee ya kanisa yenye inakuyaka na haikuombea ibada, ile mizee mwende mdemisioni. Ulipewa ndani ya kanisa, walikupatia katua mandako, ulifanyaka nini? Ulifundishaka nani? Unamwambia Mungu anakupenda. Wewe mzee wa kanisa, mwaka inaisha, haujafika kwenye magonjwa, unawaambia hata kama mko hapa Mungu anawatazama. Haustahili kuwa mzee. Haustahili kuwa mzee. Narejea, haustahili kuwa mzee. Wazee wenzangu mlio hapa, wa baba wazee wa kanisa, muende muambie ile disi mgrupu yenu ya WhatsApp. Pastor alisema mwenye anafanyaka mwaka hayaenda mnyumba ya Mkristo na baambia maneno ya mbinguni, anemsioni. Anemsioni. Pastor komene vitia. Komene vitia. Na hivi ndivyo kanisa litakuwa. Wale wazee wa kanisa unamaliza kamanda, hauenda kaikala mu MGC, hauenda fundisha MGC. Mede kriti twalo na manariki, ulifundisha nini? Uliwaambia nini? Uko mzee wa kanisa unamaliza manda, hauyafika kama ekole dimanche. Incapable que tu es. Wazee wa kanisa mwende ikala mjenesi, msikilize liko wanafundishiwa nini? Hii mafundisho hayaambatani. Hii mafundisho inakuwa na itilafu. Hii mafundisho inakuwa na kitu fulani. Kuokoa. Leo kuna walimu wanakuja ni morality, ni moral. Moral haitulizi. Injili ndio inatuingiza mbele. Wazee samahani, nimekuwa makali leo. Lakini Mungu ndiye alipenda niko hivi leo. Na ndio waombea alafu mwachika kwa nafasi. Kama mchungaji ataruhusu aongee, lakini tarudisha mikrofoni mchungaji, alafu mchungaji atampatia neno. Nanyosha mkono wangu juu Bwana kwa ajili ya taifa hili ambalo limefika mbele yako, ili waje wakusikilize. Na umenipatia sura yako ulivyotaka niwe leo. Wasaidie wote ambao wamejikuta katika madhaifu, walio na roho ya kubadilika Bwana, walio tayari kubadilika wabadilishe na watie nguvu. Na wale ambao Bwana wanajikutanisha katika capacity ya kubadilika, basi uzungumze nao na kuendelea kuwafundisha. Mafundisho ni jambo kubwa sana ambalo lina uwezo wa kubadilisha watu, kubadilisha taifa nzima, na kubadilisha hata akili za watu. Kama watoto wetu wamezaliwa katika familia zetu, sisi ambao tunasema tumemjua Mungu, acha wakujue kupitia sisi. Acha wajikute na urahisi wa kutumikia sababu wamezaliwa katika jamaa zetu. Kazi ambayo inabaki, wape moyo tayari kwa ajili ya kufanya ile. Kwani na waombea neema na baraka mchana wa leo. Ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Ninarudisha microphone hapa, lakini nina bahasha hapa. Hizi bahasha